Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupatia. Ni siku njema. Ni asubuhi hapa Australia, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia kuamka salama. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Warumi sura yake ya 16 na mstari wake Warumi sura yake ya 16 na mstari wake wa 19. Tutasoma kwa jina la Bwana Yesu. Neno la Mungu natuambia kwamba maana utii wema umewaakilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka nyinyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Amen. Tutasoma tena katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 15 na mstari wake wa 22. Tutasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Amen. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake hili. Baba, kwa jina la Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili, tunaenda kulisikia. Ulibariki Bwana ndani ya mioyo yetu, lizae matunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tunasoma leo, tutasoma kwa ajili ya utiifu, obeisance. Bwana Yesu asifiwe. Obey sauti ya Mungu, kutii sauti ya Mungu. Mara nyingi tunapitia katika hali nyingi za maisha. Amen. Na Mungu Baba yetu ni Mungu ambaye anatupangiaga mema kila wakati. Anapenda kila wakati tutembee katika maneno yake ili kwamba tupate kubarikiwa. Hii hapa tunasoma ni wakati ambapo Sauli Mungu alimwambia kwamba aende kuangamiza Waamaleki na aangamize kila kitu, kwa sababu walifanyiziaga Israeli vibaya wakati walipokuwa nakuja kutoka katika nchi ya Misri. Na Biblia inasema kwamba Sauli Mungu akampatia hizo nguvu na jeshi lake wakaenda kuangamiza Waamaleki. Biblia inasema kwamba gisi Mungu alimwambia Sauli aangamize kila kitu, Sauli hakufanya hivyo. Akamata hivyo vitu vinono kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, hivyo vinono vyote vizuri akaviweka, akaangamiza hivyo vitu vibovu. Lakini Mungu alikuwa amemwambia kwamba aangamize kila kitu kwa sababu ya vengeance ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa anapenda ajilipishe kisasi kupitia Sauli kwa ajili ya Waamaleki ambao walifaniziaga watoto wake vibaya. Ila Sauli hakufanyaga gisi Mungu alivyomwambia kufanya. Akasikiliza maneno ya watu kuliko kusikia maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hapa duniani mara nyingi tunakutanaga kwamba tunakuwa katika wasiwasi, tuwapendeze wanadamu ama tuwapendeze Mungu. Mungu anapokuambia kitu, ndugu yangu, Mungu anajua ni kwa nini anakuambia hivyo. Mungu anapokuongoza fanya hiki, fanya bila kuogopa wanadamu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kuogopa wanadamu kunaleta mtego. Na wakati tunapomtii Mungu, unapotii sauti ya Mungu, inaleta baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati unapomtii Mungu, inaleta mafanikio katika maisha yako. Huyu Sauli alikuwa mfalme wa Israeli na alikuwa na mamlaka. Mungu amempatia mamlaka, Mungu amempatia baraka, Mungu amemchagua ili kwamba
apate kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini Sauli kuliko aogope Mungu mwenyewe amemweka kuwa mfalme, akaanza kuogopa wanadamu na ikamletea mtego. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo walitibia wanadamu wanamwambia akaacha kutibia Mungu, Mungu akasema Sauli namuondoa. Bwana tusaidie sana. Mara nyingi watoto wa Mungu tunapenda sana kusikia mambo ambayo watu wengine kuomba shauri kwa wanadamu, lakini sivyo. Shauri ambayo unapaswa kuomba shauri kwa Mungu, na ile ambayo anakuambia ndio inabidi uifanye, kwa sababu hata kama unaona kwamba ni upumbavu. Bwana asifiwe. Gisi hapa kwa Warumi Paulo amesema inaweza onekana kwamba ni upumbavu kwa wanadamu, unataka kufanya mambo ya kipumbavu, lakini kama ni kipumbavu hapa kwa dunia lakini nampendeza Mungu, sharti uyafanye, wala usijali. Mara nyingine Mungu anaweza kuambia fanya kitu hiki, naona kwamba itaonekana aibu, itaonekana ni kipumbavu mbele za wanadamu. Tafadhali we upumbavu mbele ya wanadamu, lakini mbele za Mungu iheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia sana, tafuta sana kusikia Mungu anasema nini. Tafuta sana shauri ya Mungu kuliko shauri ya wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanadamu leo anaweza kupigia mikono na kesho anakupiga mawe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu leo kesho anaweza kukutapa na kusifa na sema kwa ajabu, umefanya mambo ajabu. Na ile midomo imesema hivi, kesho itakwambia kwamba haufai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu unapompendeza, unapofanya mapenzi yake, yeye mwenyewe anakupatia heshima tena mbele za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaposikia shauri ya Mungu na kufuata ile ambayo Mungu anakuambia kufanya, ndio inaweza kuonekana kwamba ni magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko katika dunia hii na watu wanapendaka kutembea katika logic ya dunia, katika kutembea gisi watu watafurahia, watu kuona kwamba hauko pumbavu. Lakini tafadhali uwe pumbavu kwa wanadamu, lakini uwe na hekima mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tafuta shauri kwa Mungu mbele ukamate kila decision kwa maisha yako. Uliza kwanza Mungu, unataka nifanye jambo hili? Kama si lako Baba, sipendi kulifanya. Bwana asifiwe. Mungu anapokuambia kitu anajua ni kwa sababu gani anakuambia jambo hili. Ulifanye utaona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ushuhuda mingi katika maisha yangu, yale ambayo Bwana ameniambia kufanya na nilipoyafanya nikaona miujiza, na mpaka hivi namwamini Mungu anaweza, na mpaka hivi nataka sana kusikia shauri ya Mungu kuliko shauri ya wanadamu. Na kuna mambo mengine ambayo niliogopa kuyafanya kwa sababu Mungu ameniambia, lakini nikaogopa wanadamu na ikaniletea nini? Madhara, ikaniletea shida. Lakini kwa sababu Mungu ni Baba wa huruma, anaturejeshaga tena katika sauti yake. Bwana asifiwe. Kila wakati tafuta sana kusikia sauti ya Mungu. Soma neno la Mungu, litakupatia shauri ya kweli. Amen. Mwambie Roho Mtakatifu, uniwezeshe, nijulishe kile nafanya hapa. Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ni msaidizi wa kweli. Bwana asifiwe. Wakati tunapomuomba shauri, sharti ya kuongoze. Amen. Atakusaidia na atakuongeza njia yenyewe itakupitia. Bwana asifiwe. Yote anayokuambia uitii. Bwana Yesu asifiwe. Unapotii utaona jinsi gani Mungu atakapokuinua, Mungu atakapokubariki. Amen. Taka sana kusikia sauti ya Mungu. Obey sauti ya Mungu. Yote anayokuambia, mwambie Mungu, niwezeshe kufanya kila yenye nataka tu. Si yenye mimi nataka, si yenye wanadamu wanataka. Nifanye vyenye unataka, nifanye mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio vile wakati wote Bwana Yesu alikuwa anaambia, wakati alikuwa naomba, akamwambia Mungu, kikombe hiki kiniepuke. Wakati ambao alikuwa anataka kusulubiwa, akasema kwa sababu ya maumivu, alikuwa katika mwili huu ambao ni mwili wa maumivu, na alikuwa naona shida ambayo atapitia ndani na kupigwa na kuteseka. Akaanza kwamba Mungu, kiwezekana kikombe hiki kinipitie. Lakini baadaye akasema, lakini Baba, mapenzi yako yafanyike. Bwana asifiwe. Na aliposema hayo akashinda. Amen. Na kila wakati mwambie Mungu, mapenzi yako yafanyike. Nataka kufuata sauti yako Mungu. Ndasikia utaniambia, yeye Mungu anakuongoza ufanye. Bwana asifiwe.
na utakapokuwa unasikia unaobei sauti ya Mungu, utaona mambo yako yote inakuwa rahisi. Utaona njia unayopitia itakuwa hizi. Bwana sifiwe. Hata yenyewe ilikuwa milima. Amen. Unaona mlima mbele yako, unajua unajiuliza utafanya nini? Muulize Mungu, Baba, unataka nifanye nini? Na atakuongoza. Anapokuambia kitu, fanya ile ambayo anakuambia. Amen. Mara nyingi Mungu anaongozaga Mungu kwa neno lake, kwa sauti iliyo ndani yako, katika ndoto, kwa njia, hata kama ni mtumishi wa Mungu, hata kama ni sauti ile ambayo unapenda inatoka kwa Mungu, unaambia Mungu, niwezeshe kusikia sauti yako. Amen. Na kufanya na kuobey ile ambayo unayoniambia. Amen. Na utakapoobey, utakaposikia sauti ya Mungu, utakapokufanya ile ambayo anakuambia ufanye, Bwana asifiwe, utaona jinsi gani utafanikiwa katika njia zako, na utamshukuru Mungu, na utakuwa na ushuhuda kila wakati katika maisha yako. Nasema wakati ya huyo nimeobey Mungu na Mungu akasikia na Mungu akaniinua. Amen. Na mambo yangu ikaenda sawa sawa. Hakuna mlima yote ile ambayo unaweza kusimama mbele za Mungu. Wewe obey tu. Mungu anataka umobey. Mungu anasema kwamba kutii ni bora kuliko sadaka. Bwana asifiwe. Mtii Mungu. Mtii Mungu, tii sauti ya Mungu. Kile Mungu anakuambia acha hiki, kiache. Kile Mungu anakuambia fanya hiki, kifanye. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokifanya utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Adamu, wakati Mungu alimwambia sikule ile tunda, Adamu na Hawa, akawapatia matunda yote, lakini Mungu akamwambia msikile hizi tunda mbili. Amen. Lakini kwa sababu muovu kila wakati anapendaka watoto wa Mungu wa disobey, ili kwamba wamkosee Mungu. Na wakati ambapo muovu alikuwa kudanganya Hawa, Eva, Biblia inasema kwamba Eva akasikia sauti ya muovu, akadisobey sauti ya Mungu, na ikaleta madhara kwao. Bwana asifiwe sana. Tuna ushuhuda mwingi, lakini nakushauri mtoto wa Mungu, kila wakati taka sana kusikia sauti ya Mungu. Obey neno la Mungu. Kila ambacho Bwana anakuambia kifanye tu. Amen. Hata ni kigumu, fanya tu. Yale ambayo Baba anakuambia kufanya, yale ambayo Mungu anakuambia kufanya, yale ambayo Roho Mtakatifu anakuongoza, ifanye. Bwana asifiwe. Fanya mapenzi ya Mungu. Sikia sauti ya Mungu, uiobey, uitii, na utaona mkono wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Baba yetu anayetupenda na kila wakati anatuwaziaga kututendea mema. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati anatupangiaga tu mema, lakini anapenda tuobey sauti yake. Tutii sauti yake ili tufanikiwe maisha yetu yote. Amen. Mungu akubariki kwa neno hili umelisikia. Na nakuombea Mungu akuwezeshe kuobey sauti yake na utaona mafanikio katika maisha yako. Amen. Tunaenda kumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako hili na kukuobey, kukutii Bwana. Utuwezeshe kukutii, maana ndio mafanikio yetu Baba. Na unapenda wakati tukutii katika neno lako. Baba, tunaamua kukutii kwa jina la Yesu. Asante kwa Mtakatifu msaidizi kutuwezesha kutii sauti ya Mungu katika maisha yetu yote na kufanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru Baba kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Ubarikiwe. Amen.